Nilianza ufugaji wa kipepeo mwaka wa 2001 na mimi nilivutiwa kwa vile ukifuga hivyo vipepeo ukipeleka kwa soko wapata pesa za kutumia. Nilisomesha watoto 3 na hiyo pesa ya kipepeo. Hapo kwanza nilikuwa sina kazi yote ninayofanya, hata ilikuwa kama nikukaranga samaki, mahamri kuuza, lakini niliposikia huu mradi wa kipepeo ndio nikaenda kujiunga na mradi wa kipepeo. Ndio hao sasa tunapatia chakula chao ni maembe ama ndizi. Wanataga wale mayai alafu ndio wanapaswa yale mabuu, sijui mwaitaje ile katapila. Sasa hiyo inakuwa kwa muda wa wiki 3. They have exhibition houses in their country. So when they buy the pupa, they put them in the exhibition houses. Then when they hatch into butterflies, tourists come there to pay and they get some income. Also for research purposes. And also we've seen people that buy these ones for weddings. So instead of releasing balloons, they release butterflies. Instead of going into the forest to cut trees and cut trees for timber or for building poles, they have not seen the importance of conserving the forest. Don't give up, it will take years. Okay, it's not an overnight success story, never has been. Probably took me about 15 years to get the whole thing up running successfully.